Na Yesu asifiwe sana. Amina. Haleluya, haleluya. Amina. Ndugu yetu unayetutazama popote pale ulipo, tunambariki Mungu sana kwa neema na fadhili zake. Amen. Hili ni tawi jipya kanisa takatifu la Uamsho Tanzania. Jamani, kijiji gani hiki? Kijiji Kafunjo. Kijiji cha Kafunjo, kitongoji gani? Ihema. Ihema. Haleluya. Amen. Kwa neema ya Bwana tumefungua tawi jipya hapa. Amen. Katika kijiji cha Kafunjo, mtaa wa Ihema, yani kitongoji cha Ihema, wilaya ya Karagwe, mkoa wa Kagera. Kwa tunamshukuru Mungu tumefika mahali hapa, na hao unaoona ndio watakatifu wa Bwana ambao wamepokea huduma hii ya uamsho. Kanisa takatifu la nini? La Uamsho Tanzania. Hao wamekubali kuwa wana wa uamsho, mabalozi wa kutangaza injili katika mkoa huu wa Kagera na Karagwe. Tunategemea kuona Karagwe yote inaenda kwa Kristo katika uamsho mkubwa. Amen. Amina. Na hapa kuna majeshi ya Bwana. Sasa kabla tujaongea na sisi, hebu tuwakaribishe kwanza wenyeji wetu, mtamke neno kwa sababu tuko tunaagana hapa. Tumeshamaliza, tumefungua tawi. Karibu kwanza mchungaji. Karibu mchungaji, jitambulishe. Asante, nashukuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Mimi ninayo furaha kubwa kwa kweli kwa ajili ya uamsho. Ndio. Wa wageni, kwa ajili ya ujio kwanza wa wageni. Ndio. Ambao tumebahatika Mungu akaishusha neema. Ndio. Kuja kututembelea kwa ajili ya kuweza kututia moyo katika msingi wa imani na katika hii safari iliyo nzito ya wokovu wa kwenda mbinguni kwa Bwana Yesu. Yes. Nina imani ya kwamba kazi ya kiroho inahitaji uvumilivu. Yes. Pia nguvu ya Roho Mtakatifu kwa kustahimili adha aina ya kila adha inayopatikana juu ya safari hii. Yes. Maana safari tulio nayo ni ndefu, ni ngumu, ina changamoto, ina misukosuko. Lakini hata Bwana Yesu aliwaambia wanafunzi ya kwamba jipeni moyo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hiyo mimi nalo sababu ya kumshukuru Mungu kwa kuwa ametuwezesha kupata support ya muungano wa ndugu zetu wa kiroho ili tupate kuwa wamoja katika Kristo katika safari hii iliyo nzito na iliyo ngumu kwa ajili ya safari ya kwenda mbinguni. Mimi nashukuru kwa kumtumikia Mungu. Ninaomba Mungu atupe umoja, atupe mshikamano katika imani na katika kazi yake. Yes. Hata kwa ajili ya kuitangaza injili ya Kristo aliye hai. Yes. Kwa nyakati hizi na majira ambazo ulimwengu umekwisha kumkana Yesu. Ila wale wenye neema, ninaomba Roho Mtakatifu alitie nguvu kanisa. Yes. Tuwe na mshikamano kwa ajili ya kazi ya Bwana. Yes. Na Bwana endelee kuwabariki. Amina sana. Barikiwe sana mchungaji. Barikiwe sana mchungaji. Na lingine nalopenda kusema sasa hivi, kanisa tangu sasa lijiandae kufika jioni saa 10 tutangaze injili mitaani. Ili wapate kuona mkono wa Bwana. Tutakuwa katika viwanja vya Rambikiliza jioni saa 10 pasipo hofu na mashaka. Tukalieneze neno la Bwana. Huo ndio uamsho. Bwana wabariki sana. Ndio mchungaji mwenyeji, nadhani mwingine unaongea neno. Karibu. Ongea neno na wewe mtumishi wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa, watu wa uamsho. Amina. Yesu ni mwema, tunamshukuru Mungu kwa sababu amekuwa mwema na mwaminifu juu ya kanisa. Kama jinsi mnavyotuona tumeupokea uamsho wa Kristo ndani ya kitongoji cha Ihema, kijiji Kafunjo, kata ya Kamagambo huku. Uamsho wa Yesu umefika huku. Kwa mimi pia ninamshukuru Mungu kwa sababu ya Yesu Kristo aliyezuka mahali hapa. Neno la kweli limedhihirika. Niseme na wapendwa wanaotuangalia, watu kutoka uamsho, tuzidi kushirikiana na kupeana mkono kwa ajili ya kuifanya kazi ya Mungu. Yes. Wainue watu zaidi walipokee neno na tuzidi kuitangaza injili. Yes. Kwa sababu hicho ndicho Yesu alikileta juu ya nafsi zetu. Yes. Bwana Yesu apewe sana. Amen. Kanisa tupo, tumempokea Yesu. Kanisa limezuka tena na Yesu ni mwema, mbarikiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mimi namshukuru Mungu kwa ajili ya siku njema ya leo. Amen. Kama mchungaji wangu, Mungu ambariki sana. Amen. 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 Maana ana watu ambao sio viatu. Ni watu. Amen. Na Bwana, tunamshukuru Bwana Yesu kwa sababu ametuletea makamanda wake. Amen. Mahali popote pale walipo ndugu zetu ambao wa uamsho, naomba watutazame kwanza jinsi tulivyo. Hiyo ndio injili kwanza tunayohitaji. Waangalie kwanza vichwa wote tulivyo na jinsi tulivyovaa. Ndivyo tunavyotaka kwanza tuvae na mioyo na pamoja
na nje hivyo hivyo. Amen. Alafu hili haliishii hapa. Ndio. Sisi hapa tutakuwa wa kwanza kuieneza injili ya Kristo kwa sababu ni ya uamsho. Ni uamsho mpya. Tunaacha yale ambao tulikuwa nayo ya kizamani. Nina rafiki yangu kwanza aje hapa kwanza, mpaka na wengine watakuja kumwangalia kwanza. Huyu ni ndugu yangu wa kiroho. Tumetembea sana kwenye injili na mabadiliko tulikuwa tumebadilisha, ila kwa sasa watu ambao tuko wote katika uamsho kupitia mchungaji wetu na wengine wote tunaahidi kwamba mimi na kijana wangu tutazidi kuikanyaga injili na kuendelea kuisongesha mbele na wote watakayetusikia najua kwamba watakuwa wakipendezwa na jambo zuri ambalo sisi tutakuwa nalo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama mmoja ataongea hata kidogo, mwakilishi mama mmoja mwakilishi jamani, anaongea hata neno wa mama wengine walioko mbali wa kanisa takatifu la Uamsho Tanzania na wote wanaotusikiliza waweze kusikia. Mama, karibu, ongea hata neno hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, amen. Mimi ni mama kutoka kanisa takatifu la Yesu Kristo ambalo liko pale la Mbikiriza, kanisa la upendo wa Yesu. Na limefunguliwa hivi karibuni mwaka uliopita mwezi wa 5. Basi nimekuwa na furaha kubwa kusikia huku kuna injili inaendelea. Ninaona furaha kubwa kuona huku kuna wageni, maaskofu wametembelea na katibu. Nimefurahi sana kuona wenzangu walipotelekezwa. Siku nyingi wanahangaika. Lakini muda huu nikasikia kwamba huku kuna kitu Yesu ametenda. Amen. Amina. Kufufuka kwake kumekuwa na maana nyingi katika mazingira haya. Amen. Lakini sisi tulikuwa tukibebana kiroho. Wanatubeba tunawabeba. Tunatiana moyo, wanatutia moyo na sisi hivyo hivyo. Lakini kutelekezwa si kufa kiroho. Amina. Amina. Lakini kutemewa mate, kusingiziwa, kunenewa mabaya, yasiyo kweli, yasiyo sahihi, na Yesu aliyapata hayo. Na zaidi ya haya hatujafikia wakati wake. Haya yalikuwa bado ni kama kachai ka asubuhi. Unaona? Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo hongereni watumishi wa Mungu. Hongereni mtumishi wa Mungu. Hongereni mchungaji mteule ambaye leo Mungu amekutia mafuta yale yaliyoshuka katika ndevu za Haruni. Ubarikiwe na Bwana. Na mimi nimekuwa na furaha kubwa kuona majirani wanaokuepo hapa. Neno la Bwana linaendelea. Mimi nitawaunga mkono kila mahali mtakapokuwa. Amina. Ndugu yetu naye tutazama kama unavyoona furaha ya kanisa jipya takatifu la Uamsho Tanzania. Labda unaweza kujiuliza imekuwaje, imefikaje huko? Kimsingi Bwana ametukutanisha nao kama ambavyo naona tutafuta kupitia namba za simu ambazo tunaweka hapo chini, na wenyewe Bwana katukutanisha, wakatupigia namba za simu walipoona huduma hii tunahubiri na endana na kile ambacho kiko ndani ya mioyo yetu. Wakatupigia simu, na sisi kwa kuwa tunafika kila mahali ambako Bwana anatutuma na ambako watu wana uhitaji, wana kiu na njaa ya neno la Mungu, sisi tunaenda. Kwa kama tumefika hapa Kagera, Karagwe, tutashindwa kufika huko kwako Dodoma, huko Arusha, Kilimanjaro, Moshi, Tanga, jirani tu hapo Dar es Salaam, wapi, Mpanda, kila mahali tutafika. Wewe jiandae kwa injili ya uamsho. Kama unavyoona makamanda wako tayari kuhubiri. Tunao majeshi mengi, Bwana endelea kutuongeza. Kwa hiyo tukiwa na mkutano Dodoma, tunawaambia watu wa Kagera mnendeni Dodoma. Watu wa Kagera nendeni Arusha, nendeni Mwanza. Majeshi yako hapa. Wabinti wako hapo wa kuhubiri injili na kuweza kumwimbia Mungu nyimbo nzuri za kumsifu. Watu kuambia tu kwamba saa ya uamsho imefika. Katibu, karibu ongee neno, tuwaage watumishi wa Bwana, sisi tuendelee na safari, maana tunaelekea Katoro. Katibu wa kanisa, karibu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Niwashukuru kanisa na mchungaji kwa upendo wenu, lakini pia kwa ujasiri wenu na uthubutu pia. Amina. Amina. Pia tunamshukuru Mungu kwa sababu ametupa kibali leo hii tuko huku ni mpakani kabisa mwa Rwanda. Amina. Mmoja alikuwa ananionyesha jana ni kilomita chache tu tunafika Rwanda. Kwa hiyo kwa neema ya Bwana tumefika. Niseme ujumbe mmoja. Mimi labda niongee na wachungaji. Amina. Wale ambao mnatufuatilia mahali.
Sasa hivi Bwana akitazama dunia anaona kondoo wametawanyika milimani. Amina. Amina. Kondoo wanahaa kutafuta malisho. Kondoo wanatamani kusikia neno la kweli. Na ndio wakati wa kuwakusanya. Amina. Na tunajua pia wako wachungaji ambao wanajua kweli ya Mungu, lakini wanatumika katika hali ambayo wanahukumiwa na dhamiri zao. Kwa mimi nikusihi, usiogope kuharibu chakula. Yes. Kama Pilato alivyoogopa kwamba nikitenda haki nitaachishwa kazi. Ni heri kumwogopa Mungu. Amina. Wewe ambaye unaijua kweli, heri ukasimama ukamtumikia Mungu katika kweli yote. Ni heri wanadamu wakakukataa, lakini ile siku Bwana akafanyeje? Akakupokea. Kwa hiyo popote ulipo unaweza kuwasiliana nasi kupitia mawasiliano na tutafika. Usiogope gharama. Bwana anao watu wake. Tumefika mahali hapa, kuna watu wanatuombea, kuna wale ambao Mungu amewabariki kwa fedha zao na kwa namna yote Bwana ametuleta. Kwa hiyo popote ulipo Tanzania, na wakati tutafika hata nje ya Tanzania, kokote Bwana anataka tufike, kwa kweli tutafika. Usiseme mimi mazingira yangu ni duni, niko kijijini. Hapana. Kokote kule Mungu ana watu wake. Ana watu mijini, ana watu vijijini, na watu wote wanatakiwa kusikia sauti ya Injili ili liwepo kundi moja na mchungaji mmoja. Kwa hiyo nikutie uivu mahali popote ulipo, unaweza ukawasiliana kwa wewe ambao unatamani Injili ya kweli. Maana Isaya anasema katika 30:10, nyakati zitafika watu watakataa kusikia maneno ya Bwana. Hawatataka, mama hawatataka kuacha kazi za Yezebeli. Wababa nao watataka miteremko. Amina. Kwa hiyo sasa ni wakati wa mwisho, tunatafuta watu ambao wanatamani kusikia neno la kweli. Amina. Utakatifu na matengenezo. Kwa hiyo Mungu akubariki. Jamani, tunayo mengi sana ya kuzungumza, lakini tuna furaha kubwa kwa sababu tunaagana. Jamani, Mungu wa mbinguni awabariki. Kwa Kiruga mnaaganaje jamani? Mnasemaje kwa Kiruga, lugha yenu mnapoagana? Tugendege. Haleluya. Kweli jamani. Mungu awabariki sana. Amen. Mungu awabariki sana. Barikiwe sana kamanda wa Bwana. Haleluya. Hivi ndo tunamaliza na hivi ndo tunaagana na watakatifu wa Bwana hapa katika kijiji cha Kafunjo, mtaa kitongoji cha Ihema. Ndo tunaondoka hivi, tunaelekea Katoro kwa ajili ya kazi ya Bwana. Mungu wa mbinguni akubariki. Wewe unaendelea kutufuatilia, lakini pia unaendelea kusupport huduma hii kwa maombi yako, lakini pia kwa sadaka zako, ili kutuwezesha kufika kila mahali ambako Bwana anatutuma na ambako kiu ya watu wa kusikiliza neno wanatamani kusikiliza. Niseme tu bye bye. Asante kwa Yesu. Amen, amen, amen. Amen.